Kanuni ya kutokuwa na imani alafu yani wewe sawa hauna imani, lakini kuna kwa mfano msimu ujao tuseme Yanga wakasema washiriki ligi kwa sababu hawana imani na bodi ya ligi au TFF. Sawa, watakuwa wamejitoa kwenye ligi tu. Watakuwa wamejitoa kwenye ligi. Kwa hamna kifungu chochote ambacho kinawaruhusu kufanya hivyo. Hakuna. Wewe ni tamko tu. Unakuwa umejitoa kwenye ligi. Watu wanakuacha ligi, watu wanaendelea nayo. Wewe ukitaka kurudi labda kujitoa kwa sababu lazima watakushusha tu. Ili wewe ushuke sasa, yani wewe usiwepo sasa tapandishwa mtu mwingine. Kwa sababu wasiwasi wangu ni kwamba umeondoka. Lakini mimi wasiwasi wangu pia ni kwamba unakuwaje hauna imani kwenye jambo moja tu. Lakini ligi nzima wewe una imani nayo isipokuwa ni mechi ya Simba. Kwa sababu hapa kinachosumbua ni mechi ya Simba. Wao wanacheza. Sawa, wanacheza ligi na hizi mamlaka ambazo zinadhurumu uvunjaji mkubwa sio kanuni, uonevu zipo na tunasimamia mechi zote. Wanaposema tutacheza mechi zilizobaki sio mechi hii, kwani anaenda kusimamia nani hizo mechi zilizobaki? Wasimamizi ambao dhuluma haitokuwepo. Uvunjaji wa kanuni, uonevu si utakuwepo. Sasa kwa nini? Yaani kwa nini wewe huyu anakudhurumu, anavunja kanuni, anakuonea kwenye mechi moja tu na Simba, si ndio? Hizi mechi zingine zote sawa. Utakapoenda kucheza kombe la shirikisho la CRDB Confederations Cup, nani anasimamia? Mamlaka ipi? Si ni TFF wao ambao leo wewe unaona unadhuruma, unaona wavunjaji wa kanuni, haki itendeki, waonevu, lakini ndo mashindano yao hayo utakwenda kucheza, isipokuwa wewe kwenye mechi moja unatoa shutuma zote hizi. Mimi nafikiri kwanza kamati ya utendaji sijui kama ilijielekeza sawa sawa. Kwa sababu unajua kiongozi anapaswa kufikiri zaidi ya pale wanapoishia mashabiki. Ndio kiongozi mzuri. Wanapoishia mashabiki, wewe unapaswa kuwa na ushawishi wa kuwaeleza hiki ni kibaya kwa namna gani, hiki ni kizuri kwa sababu ipi. Sio? Kamati ya utendaji ndio kikao cha pili kikubwa baada ya mkutano mkuu. Ndio. Sawa. Kwa hiki ni kikao ambacho kimekasimiwa mamlaka makubwa. Baada ya mkutano mkuu ni kikao hiki. Kinaweza kusema tunacheza mechi na wakacheza mechi. Wala hakuna shida yoyote. Yes. Uko nje na watu wakawaeleweni tu vizuri. Ndio. Si ni watu wako, unaenda unazungumza nao, au ukiita mkutano mkuu wa dharura baada ya maamuzi ya kamati ya utendaji, mkaenda mkazungumza na watu wako ukawaeleza, watakuelewa tu. Sasa unakuwaje kiongozi na huna ushawishi? Yaani unakuwaje kiongozi na huwezi kuwashawishi watu ambao wamekuweka madarakani? Kwanza haya yote tumefikia hapa leo tunazungumza ni kwa sababu wao waliyataka wayaweke kwa watu bila wao kufanya maamuzi ya ndani kama viongozi. Waliwahi kiongozi anatoka na kuambia mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama tutacheza tena. Mshabiki anabeba nini? Anabeba kwamba sisi tunaonewa. Unaelewa kwa hisia, sio? Yes, watu watumia hisia kwenye kuongoza taasisi kubwa. Mimi huu kubwa unaozungumza wa hivi vilabu nilitamani wawe wanauvaa, wanaujua kwamba nitakaposema kitu hiki haufaa kinaenda hiki kitu kinakwenda umbali gani kwa sababu ya ukubwa hii kitu. Unajua mpira ni mchezo, watu wanahisia nao. Way back sisi tuko naona watu wanajiua kwa sababu ya timu. Siku moja Simba na Yanga miaka 70 huko Mwanza imechezwa huko, mtu katoka kufungwa sio mfungwa 2-1 su Yanga, mtu kaingia akakuta pipa la lami linachemka kajitumbukiza kwenye pipa amekufa kwa sababu ya hisia. Umeelewa? Sasa hao ndio watu wanapenda hivi vilabu kiasi hiko. Niona video ya mtu juzi anazungumza, anaisema TFF kwamba sisi wote ni watoto wenu mnatuonea, analia. Hizo ndo feeling anazokuwa nazo, na baada ya kuwa ameona kwamba viongozi wake wanamwambia sisi tunaonewa. Umeshaelewa? Sasa sisi tunaonewa, naona bwana kama mpaka viongozi wanasema sisi tunaonewa. Kweli sisi tunafanyaje? Tunaonewa. Viongozi walipaswa kufikiri zaidi nje ya box kabla ya kuzungumza. Yes, ni unajua kwenye hali ya kawaida it's like kama unajaribu kuparalyze mfumo. Unataka kupindua huu mfumo. Umeelewa? Kwa kutengeneza watu kuzichukia taasisi, kuzichukia mamlaka zenye kuongoza. Alafu ni kipindi kibaya. Ni kipindi kibaya kwa sababu gani? Unajua mpira kama tumegundua why serikali imeweka goli la mama kwenye mpira. Ili kunani hamasa. Kuongeza hamasa, sio? Yes. Lakini ni wanajua pia kwamba wananchi wanapenda football. Yes. Wanapenda sana mpira. Ndio maana serikali ina support michezo, kwa sababu najua pia ndo sehemu nyingine kwa hali zetu za maisha zilivyo ngumu. Ndio eneo peke yake watu wanakutana kwa itikadi tofauti, alafu wakasherehekea kitu kinacholingana.
Kwa mfano watu wanakwepana wanashindana itikadi za siasa, lakini wakakutana timu moja, wote ni Yanga, wote ni Simba, na wakasherekea pale kwa pamoja. Na ndio sehemu ambayo serikali inahisi pia kwamba sisi, unajua sisi ni nchi maskini. Ugumu wa maisha mtu wote anaufeel. Lakini pale ni sehemu tunapojisahaulisha matatizo yetu mengine. Si ni nchi inayoendelea. Sisi ni nchi maskini kaka. Haya mambo mengine ya siasa, maneno ya siasa, sisi zilizoendelea, sisi zinazoendelea, mimi naona ni maneno ya siasa tu. Sisi tulishawahi kuambiwa hapa tuna uchumi unakuwa kwa 7%. Sio kama mnakumbuka tulifika huko. Lakini tumekuja hapa tunaonekana tuko vile vile, hela tu watu wanasema unakuwa kwa 7%, mfukoni kwako huna kitu. Sisi kukua kwa uchumi unapata kuendana na kipato cha watu kaka. Na strongness ya pesa. Kwa hiyo ngoja nimalize kidogo bana. Manake hapo sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu wa TFF. Unajua kuna uchaguzi mkuu wa TFF. Lakini pia kuna uchaguzi mkuu wa nchi. Sio? Haya makelele yanajaribu kutingisha tu stability ya nchi. Unajua mpira una hisia kubwa. Ndio maana wakati fulani au serikali hazipendi watu binafsi wangangania haya matimu makubwa, wanaweza kujenga uimara. Ndio. Alafu ukaja kuutumia huo uimara kwenda kwenye siasa kama alivyofanya Katumbi kama mnakumbuka. Umeelewa? Kwa hiyo threat wakati mwingine. Kwa watu wanapaswa kufikiri mbali kidogo, wakaona kwamba hapa tunawezekana pia kama watu wanasema kukiwa na mgogoro wa Simba na Yanga, wenyewe wanavyojiona kwa ukubwa wao, nchi inakuwa unstable. Ndio. Kwa nini wanalazimisha hivyo vitu ambavyo vinatokea? Havina mpango wowote. Yani mimi shida yangu kama alichokisema Jeff, nchi hii timu zinazopendelewa ni 2 tu, na kwenye timu hizo haiwezekani timu moja ije iseme hapa eti sisi tunaonewa. Wewe utakuwa umeonewa, umekwaruzana na mwenzio tu. Ndio maana tuna timu 16. Ndio. Timu 2 peke yake hazichezi saa 8. Tena kwenye kanuni hazipo, lakini sisi tunacheza saa 8, wao wachezi. Sasa nani anaonewa? Mechi ya Simba na Yanga iliyochezwa, Kayoko akafungiwa. Mnaikumbuka? Alionewa nani siku ile? Alionewa Simba. Walitoa mpaka na wazee walikuja wakasema sisi tumeonewa, sisi tutakwenda kwa mama, tutakwenda kwa mtu wote. Jamani, zinaonewa timu ngapi? Mmewahi kusikia kwamba watu wanaita press, wazee wanasema JKT sisi tunaonewa, hatutaki kucheza timu mbili tu. Wakisema Azam watoke wanamtafuta mama nao kwa sababu wameonewa. Zaka yule Simba hazina wazee. Wewe nikakwambia timu kwamba wazee ndio kila kitu. Yanga hao walishasema kuhusu Feitoto, hatununui vyakula vya Balesa, sisi hatufanye vitu gani? Hatupandi boti. Ni timu 2 tu. Wakati fulani mfadhili wa Yanga, GSM ni mfadhili ni mfadhili. Aliruhusiwa na bodi, wakaingia mkataba, ikaonekana kama ni co-sponsor wa ligi kama nakumbuka. Timu zingine zote zilikubali, ziliveshwa zile nembo za GSM. Simba walihoji, Simba peke yake walihoji kwamba hiki ni nini, na habari iliishia pale. Tukaambiwa hapa na bodi kwamba jamani tutawaletea siku nyingine. Yani ligi ikakosa udhamini kwa sababu ya Simba. Simba ndio walihoji Simba na wakasema hii kitu hatuitaki. Yanga hawa. Sasa hebu fikiria kwa mfano wakitokeza Yanga hawa wamewahi kubadilishiwa nembo ya mdhamini wa ligi. Nembo ya mdhamini wa ligi anasema sisi tuvae nyekundu. Hatuvai. Walibadilishiwa ya kibiashara. Walibadilishiwa nembo ya kibiashara, international brand. Yani, watu wakabadilisha brand yao ni walibadilisha rangi. Sasa brand nyekundu. Lakini rangi ni nyekundu. Leo brand ni sehemu ya rangi, ni sehemu ya brand. Leo nikuulize, wakicheza Champions League, how is it? Kule si ni nje. Ni nje. Ni timu hizi. Kwa ndani humu ndio mimi ninapokuambia humu ndani sisi tumewaendekeza. Siku moja nilisema tumewafuga mpaka sasa waenei kwenye banda. Bwana tutoke hapo Jemedari. Naomba niulize ile swali la mwisho kwenye hili. Watu wameshashikilia msimamo wao. Tiketi zitauzwa. Watu watakuwa wananunua tiketi kuelekea mechi hiyo na hatufiki hata kwenye tiketi, mechi itakuwa ipo tu. Sasa siwepo Jemedari. Kuna watu wanaweza wasicheze mechi. Watazindua mashabiki wa Simba kwa sababu Simba wao watafuata ratiba tu. Waliambiwa watarudi tena. Kuna watu wa kukata pia. Je, watu watakata upya? Mechi? Tiketi zile tiketi ni kwa ajili ya mashabiki. Nishaanza kuona Yanga wameanza kutoka kwa mabwana, sasa hatuwezi kupoteza alama 18 kwa ajili ya umeona Yanga kaka. Yanga ina watu, sio Yanga unafikiri mtu mmoja umekaa. Kuja na fimbo. Juma.